Imetimia miaka 4 sasa tangu watoto hawa Hasani na Hussein wazaliwe kwenye familia ya Amri Saidi na mkewe Hadija Shabani hapa wilayani Igunga. Waliofanya upasuaji wakaniita, "Wewe njoo angalia watoto wako." Manesi nikaenda kuangalia watoto, wakaniambia, "Unaona watoto wako?" Nikasema, hawa ndo watoto wako, tumewatoa tumboni la mama yao. Hawa ndo watoto wako." Walizaliwa wakiwa wameungana. Ilikuwa ni vigumu mno kwa wazazi kuikubali hali ya kuwapata mapacha hao walioungana. Yaani sijajua kwamba na mapacha tumboni, ila siku ya kwenda kujifungua nikaambiwa ni mtoto mmoja tu amejipinda mkono, ila baadaye akasema siwezi nikajifungua vizuri, waende wakanifanyia upasuaji. Walipofanya upasuaji wakakutana na watoto walioungana. Tumbo hili lote mpaka hapa kifuani. Kuna huyu alikuwa kama wakitaka kukaa hivi, huyu anakuja juu ya mwenzia na mlalia juu. Lakini kazi kubwa madaktari bingwa wa hospitali moja huko Saudi Arabia ndio iliyorejesha matumaini makubwa kwa wazazi wa watoto hawa Hasani na Hussein baada ya kutenganishwa. Saudi ndio kwa kufanyia operation huko Saudi Arabia huko. Huko Saudi amekaa mwaka mmoja. Muhimbili amekaa miaka 2. Kufika huko mimi wakasema wanaanza na vipimo. Walipofanya vipimo ndo wakafuata kuwatenganisha. Na wakawatenganisha wakakaa ICU. Mwingine alikaa ICU mwezi mmoja. Mwingine alikaa ICU miezi 5. Kidonda chake kilikuwa kinasumbua sana Hasani. Mimi nilipokea vizuri, ndio nilimwachia Mungu kila jambo. Nisema Mwenyezi Mungu niongoze nifike salama na nirudi salama na watoto wangu. Hali za watoto zinaendelea vizuri. Wazazi nao wanalazimika kuwekea nidhamu ya malezi wakiwa nyumbani. Mzazi mmoja akitoka kwenda kutafuta riziki, mwingine anasalia nyumbani akiwahudumia. Kama mwenyewe anaenda huko mimi nabaki nao. Kama mwenyewe si alienda nao Saudia. Sasa mimi nikasema nimpumzishe na mimi nikae nao. Kuwahudumia, yani tunajikuta tunapeana zamu, labda mwenyewe anaweza katoka mimi nikabaki nyumbani. Hassan na Hussein wenyewe wakiwa nyumbani wanapendelea zaidi vipindi vya watoto kwenye runinga. Changamoto kubwa ni mahitaji ya watoto hawa wawili, gharama za ununuzi wa vifaa vya usafi na hata maziwa pia. Na huyu si nani choo yao ipo ubavuni. Wana mipira ubavuni umetobolewa huko. Kwa kweli hao watoto wanahitaji mahitaji makubwa sana. Kwa mfano colostomy. Nahitaji hapa wawekee ili wakijisaidia asifike kwenye nguo. Hata hivyo, furaha ya wazazi hawa wawili wa watoto Hassan na Hussein ni kuona afya zao zinazidi kuimarika. Shukrani kubwa wakizielekeza kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo iliwasaidia kuwapeleka huko ughaibuni kwenye matibabu. Juma Kapipi, Azam News, Tabora.